Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa mara nyingine tena tunaendelea na session. Hapa tunaelezea kwa habari ya nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo tutakuwa tunadili hapa kwa sababu ni changamoto ambayo inakumba Wakristo wengi na watu wengi ambao tumempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Session iliyopita kuna mambo ambayo tumejifunza, sababu moja zinafanya Wakristo wengi au watu waliokoka wapitie changamoto ya kiuchumi. Session hii sasa ninataka nikueleze sasa namna gani unaweza ukamwomba Yesu na akaweza kukujibu kwenye maisha yako. Namna gani sasa unaweza ukasimama wewe kama wewe. Na haya ninakufundisha, ninatamani wewe kama wewe uweze kukaa na ukae binafsi, lakini pia uweze kuomba peke yako na kumwona Yesu akikusaidia kwenye maisha yako. Biblia inasema katika neno la Mungu, inasema amelaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu kuwa kinga yake. Hii ni moja ya jambo ambalo linawafanya Wakristo wengi au walokole wengi wasifanikiwe, kwa sababu wamekuwa wakiwaamini watu, wakiwaamini wachungaji, wakiwaamini, yani imani yao imehama, imetoka kwa Mungu imeenda kwa watu. Ndio maana tuna idadi kubwa ya watu ambao hukimbia huku na kule kuweza kutafuta miujiza. Kwa nini? Kwa sababu watu wameshahama kumwamini Kristo kwenda kumwamini wanaamini watu. Sasa automatically unamwamini, umeshaokoka, lakini bado unaamini watu, inatokea umelaniwa. Biblia inasema amelaniwa mtu yote amtegemea wanadamu kuwa kinga yake. Kwa hiyo yeyote ambaye anamtegemea mwanadamu, awe mchungaji wako unamtegemea 100%, awe prophet, awe chochote, unamwamini mwanadamu, amelaniwa. Manake wewe ndio cha kufanya, muamini wewe mchungaji ya kwamba Mungu anamtumia, na umwamini Mungu aliyeko ndani kwa yule mchungaji, utafanikiwa sana. Lakini ukisema ya kwamba 100% unamwamini yule Mungu ni aside, hauwezi, ni changamoto sana. Kwa kama Biblia inavyosema amelaniwa mtu yote amtegemea mwanadamu kuwa kinga yake, maana yake usimtegemee mwanadamu. Hakikisha maisha yako yote mtegemee Yesu. Kwenye biashara zako zote mtegemee Yesu. Anapozungumza kwamba amelaniwa mtu yote amtegemea mwanadamu kwa kinga yake, muamini, mtegemee Yesu kwa chochote. Hatua ya kwanza ili Mungu uweze kumuona kwenye maisha yako, lazima umtegemee kwa kila kitu. Tegemeo lake liwe kwake. Sasa watu wengi akiugua au akipata mapepo au wachawi wakimloga, anaweza akaenda kanisani kwa ajili ya kuhitaji msaada, lakini kwenye mambo yake binafsi amtegemei Mungu kabisa. Siri ambayo itakufanya wewe uweze kufanikiwa kwenye maisha yako, hakikisha unamtegemea Yesu. Hakikisha Yesu anakuwa tegemeo la maisha yako. Kila unachokifanya lazima umshirikishe. Kila unachokigusa lazima umshirikishe. Ukiweza kumshirikisha kwa kila kitu Yesu, automatically naye atakuja atakupatia nguvu. Nimesema ya kwamba kwenye episode zilizopita tulisema ya kwamba moja ya sifa ya chanzo cha nguvu yote vinahitaji kukumbukwa. Manake na hiki sasa mbona nasema ya kwamba ili uweze kukaa kwa Yesu, mtegemee Yesu kwa kila kitu. Kwenye kula yako, kwenye maisha yako, kwenye kutembea kwako, hakikisha unamtegemea Yesu kwa kila kitu. Ukiweza kumtegemea Yesu kwa kila kitu, maisha yako yatakuwa katika hali nzuri, kama utaweza kumtegemea Yesu kwa kila kitu. Kwa hiyo wengi hawafanikiwi kwa sababu imani zao zimegeuka, zimehamia kwa watu, lakini sio kwa Mungu. Imani zao zimegeuka, zimehamia kwa wachungaji, lakini sio kwa Mungu. Ndio maana utaangalia kuna watu wanasema naenda kwa fulani bwana kuombewa, naenda kwa fulani. Kwa hiyo Yesu tayari ameshakuwa tena sio kipaumbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu tena amekuwa sio kipaumbele. Jambo la kwanza, kwa nini unapata laana? Kwa sababu unaamini watu, unategemea watu, na yoyote ambaye anategemea watu amelaniwa. Sasa unajikuta Mkristo umeokoka, unategemea watu, umelaniwa, bado miungu ya kwenu inakulani, utaishi maisha gani? Maana utakuwa unaishi maisha ya shida, kwa sababu kila mahali kuna laana inatoka. Unapohamia kwa Yesu, hakikisha unamwamini
100%. Hakikisha imani yako iko kwake 100%. Imani yako ikiwa kwake 100%, utajikuta umefanikiwa, utajikuta unainuka, utajikuta maisha yako hayatabaki kama vile yalivyo. Mungu akubariki sana. Tukutane session inayofuata ambapo nitakwenda kufundisha kitu cha pili ambacho natakiwa ufanye ili Yesu aweze kukubariki na uweze kumwona Yesu. Nimesema jambo la kwanza, tegemee yeye kwa kila kitu, hata kusaidia. Shalom.